sasa nasema vunja jungu ruhusa kwa masharti matano. Ndugu zangu Waislamu wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi'ala, na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake, na siku zote hakuna kheri kwa yeyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumuudhi na kumuasi Mola wake. Ndugu zangu Waislamu, anwani ya khutba yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Shaaban, na muomba bingwa wa mabingwa aliyenyanyua mbingu saba pasina nguzo, Allah jalla fi'ala, na muomba kwa rahma zake, baraka zake na huruma yake, mimi na wewe aendelee kutupa umri mrefu wenye kheri na baraka, atujalie tuweze kuona mwezi mtukufu wa Ramadhan wa mwaka huu, atusaidie tuweze kufunga sahihi mchana wake, na usiku wake tuweze kusimama kisimamo kilichokuwa sahihi. Ikiwa ni Ijumaa yetu ya mwisho katika mwezi wa Shaaban, anwani ya khutba yetu ya leo, kichwa chake cha habari kinatuambia vunja jungu ruhusa kwa masharti matano. Vunja jungu ruhusa kwa masharti matano. Awali yoyote ni vema tukafahamu mimi na wewe istilahi hii ya vunja jungu, nini maana yake? Msemo huu wa vunja jungu nini maana yake? Kwa mukhtasar wa hali ya juu nitakupeni maana ya neno la vunja jungu kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili sanifu, kisha tutachukua na maana ya vunja jungu kwa mujibu wa mitaani na Waswahili kwa ujumla. Tukienda katika kamusi ya Kiswahili sanifu ya mwaka 1981 ukurasa wa 315, taasisi ya Kiswahili ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ninanukuu kama ambavyo Waswahili wenyewe wajuzi na wabobezi wa lugha ya Kiswahili walivyotuelezea katika kamusi ya Kiswahili sanifu maana ya neno la vunja jungu. Maana ya neno la vunja jungu, ninanukuu katika ukurasa wa 315, wanasema vunja jungu maana yake fanya sherehe ya kuaga muda fulani. Vunja jungu maana yake kufanya sherehe ya kuaga muda fulani na kukaribisha muda fulani. Ni kufanya sherehe ya kuaga muda fulani na kukaribisha muda mwingine. Hii ndo maana ya neno la vunja jungu kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili. Katika sherehe, kiufupi wamesema vunja jungu maana yake halisi ni kuashiria mwisho wa shida. Katika ufafanuzi wa kamusi ya Kiswahili sanifu, maana ya vunja jungu ni kuashiria mwisho wa shida na sherehe inayoanza kwa kufungwa. Mwisho wa shida na sherehe, au sherehe inayoanza au kufungwa kwa kula.
Narejea katika ufafanuzi, wamesema maana ya vunja jungu ni kuashiria mwisho wa shida na sherehe inayoanza au kufungwa kwa kula. Pia wakasema vunja jungu ina maana ya kuvunja ukimya au hali ya huzuni na shida kwa kula chakula cha pamoja. Wazaramu wenzangu bado hawaelewi kinachosemwa hapa. Hii ni maana ya vunja jungu kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili sanifu. Njoo sasa usikilize yote 9 maana ya vunja jungu kwa mujibu wa muktadha wa mitaani Uswahilini, na ndio muktadha unaomata zaidi, muktadha unaomata zaidi, maarufu zaidi, na hivi ndivyo ilivyo kwa mujibu wa mitaani na kwa mujibu wa Uswahilini. Maana ya vunja jungu ni fanya maasi mwisho. Ukisikia mwezi wa toba unakaribia, mwezi wa haki unakaribia, watoto wa mtaani wanasema tunakwenda kuvunja jungu mwisho. Maana yake tunakwenda kufanya maasi, madhambi, maovu, machafu mwisho, kwa sababu kuna mwezi wa haki mbele yao unawazuia wao kufanya hayo. Vunja jungu kwa mujibu wa mitaani na Uswahilini maana yake tenda dhambi mwisho. Hii hata wazee wa baraza la Kiswahili hawana hili. Wao wanadili na Kiswahili sanifu, Kiswahili cha sasa na cha mitaani. Vunja jungu maana yake tenda dhambi mwisho. Vunja jungu maana yake muasi Mola wako mwisho. Vunja jungu maana yake mkere Mola wako mwisho. Kwa mujibu wa mitaani, vunja jungu maana yake uogope mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini usimwogope Mungu. Tafsiri halisi ya maana ya vunja jungu kwa mujibu wa mitaani maana yake uheshimu sana mwezi mtukufu, lakini Mola mtukufu usimheshimu. Kwa sababu wanaovunja jungu wanavunja jungu kwa sababu mbele yao kuna mwezi, watajizuia na maovu na madhambi yote. Kwa maana hiyo hao wanauogopa mwezi kuliko aliyeuleta mwezi, wanauheshimu mwezi kuliko yule aliyeuumba mwezi. Wanasema ni mwezi wa haki, wakasahau ya kuwa Mola ndio Mola wa haki. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq. Allah anasema basi hivyo ndivyo ilivyo, Allah ndio Mola wa haki. Vunja jungu maana yake ustahi mwezi mtukufu, ila Mola mtukufu wewe wala usimsitahi, kwa sababu Mola mtukufu tunaye siku zote. Alam ya'lam bi anna Allah yara, hivi hajui ya kuwa Allah anaona? Ayahsabu an lam yarahu ahad, hivi anadhani ya kuwa hakuna aliyemwona? Hii ndo maana vunja jungu kwa mukhtasari wa hali ya juu kwa mujibu wa BAKITA, kamusi ya Kiswahili sanifu ya mwaka 1981, ukurasa wa 315, chapa ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini pia kwa mujibu hasa unaokusudiwa na vijana wetu na vijana wenzetu mitaani, hii ndiyo maana ya vunja jungu. Sasa basi, ukiweza masharti haya matano, vunja jungu, vunja masufuria yote, vunja vikombe vyote, vunja vyombo vyote, ruhusa. Tega sikio sasa, usije ukaninukuu vibaya ukachukua kipande kidogo tu ukasema mashehe hatuna. Inawezekana mashehe hamna, lakini mashekh wapo wengi sana.
Kuna tofauti baina ya shekhe na shehe. Kule Zanzibar diwani anaitwa sheha. Kwa hiyo shehe ni tofauti na shekhe. Shekhe ni mwanazuoni wa Kiislamu aliyepewa maarifa mengi ya kujua dini tukufu ya Uislamu kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Qur'ani imelala, Sunna imelala, hadithi imelala, anajua sharia mbalimbali kwa namna alivyomwafikisha Mola wake. Ama shehe wako kule Zanzibar, masheha ambao ni madiwani tu. Sheha haina maana ni kiongozi wa dini, ni sheha na kuna sheikh. Sasa usinunukuu vibaya, sikiliza masharti matano. Kama utayaweza wewe mzee wa kuvunja jungu, ruhusa vunja jungu. Twende katika kitabu cha Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya cha al-Imam Abu Nuaim al-Asbahani, juzu ya 8 ukurasa wa 17. Na twende pia katika kitabu Tawabin cha al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi, ukurasa wa 168 hadi 169. Wanawachuoni hawa wanatupokelea kisa cha mtu ambaye alitumbukia kweli kweli katika maovu na maasi zama zilizopita, kwa mtu ambaye msemo wangu wa sasa alidata na kujizima data zama zilizopita. Alifanya yale aliyoyafanya kiasi ambacho akaanza kujistukia, akamfuata mwanawachuoni zahidun abid, mwanawachuoni mfanya ibada na aliyeipa mgongo dunia, Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala. Yani mtu anafanya maovu mpaka anajistukia, mpaka anamfuata mwanawachuoni anamwambia, ya aba Ishaq, ewe baba Ishaq, inni musrifun ala nafsi bildhunubi wal maasi, mimi ni too much, mimi nimechupa mipaka, nimeidhulumu nafsi yangu katika kufanya madhambi mbalimbali na maasi mbalimbali. Fa'rid alayya ma yakunu laha zajiran wa mustanqidha, naomba unipe mawaidha yatakayonionya na kuniokoa, ewe mwana wa chuoni Ibrahim ibn Adham, baba wa Ishaqa. Sikiliza sasa mwana wa chuoni huyu namna alivyomwaga sera, akampa masharti matano. Masharti matano, akamwambia ukiyaweza haya masharti matano, ruhusa endelea na madhambi na mimi nitabeba mzigo wako siku ya Kiyama. Faqala Ibrahim ibn Adham, akasema Ibrahim ibn Adham, in qabilta 5 khisalin wa qadirta alaiha lam tadurraka alma'siyah, ninakupa masharti matano, yapokee na ukiyaweza kuyatekeleza, kuyatimiza, ruhusa endelea na maasi na madhambi yako, na wala hautopata madhara yoyote na hautopata matatizo yoyote. Sikiliza sasa, yule bwana kwa sababu ana hamu sana ya kutaka kubadilika, akasema, hat ya aba Ishaq, leta ewe baba Ishaq, leta hayo masharti, niko tayari kuyasikiliza. Ibrahim ibn Adham akasema, amma al-ula, amma sharti la kwanza, idha aradta an ta'si Allah fala ta'kul min rizqi, ukitaka kumasi Allah basi usile katika riziki yake. Haiwezekani ukampiga vita ukaenda kinyume na maagizo yake, ukafuata makatazo yake, ukaamua kumudhi, kumkera na kumasi, kisha unakula riziki zake. Kama utaweza kutafuta riziki ya Mola asiyekuwa Allah, tafuta, endelea na maasi, ruhusa. Faqala ar-rajul, akasema yule bwana, subhanallah, anasema subhanallah, famin aina akulu wa kullu ma fil ardi rizqu,
anasema ametakasika Allah, wapi nitakwenda kutafuta riziki wakati vyote vilivyomo ndani ya ardhi ni katika riziki zake? Wapi nitampata Mola mwingine atakayenipa riziki mimi? Ibrahim ibn Adham akaanza kumgeukia akamwambia, ya hadha, wewe mtu, afayuhsanu bika an taakula rizqahu wa ta'siyah, wewe mtu, hivi wewe unaona ni jambo jema kula riziki yake na upande wa pili unamuasi dhahiri shahiri? Hili kweli limekaa sawa? Yule bwana ameinama na kwa unyonge akasema, la, bila shaka halijakaa sawa. Haiwezekani ukaishi katika fadhila za Mola na huko mlango mwingine unampiga vita Mola kwa kumkera, kwa kumudhi na kufanya maasi mbalimbali. Akasema, hati thania, nipe sharti la pili ewe mwana wa chuoni Ibrahim. Akasema, wa amma thania, amma sharti la pili, idha aradta an ta'siya Allah fala taskun fi ardihi wala ta'sihi fawqa ardihi wabhath an ardin laysat bi ardihi. Ukitaka kumuasi Allah, basi hakikisha haukai katika ardhi yake na haufanyi maasi hayo katika ardhi yake, na nenda katafuta ardhi nyingine isiyokuwa ardhi yake. Yule bwana akaendelea kupagawa akasema, subhanallah, ametakasika Allah, hadhihi ashaddu min alula. Sharti hili ni nzito zaidi kuliko sharti la kwanza. Sharti hili ni kubwa kuliko sharti la kwanza. Wa aina askunu, wapi sasa mimi nitaishi? Ardhi gani naweza nikaishi? Wal ardu was samau kulluha mulku, ili hali ardhi na mbingu vyote ni milki yake yeye Allah. Ibrahim ibn Adham akamwambia, ama tastahyi min Allahi, hivi basi haumwonei haya Allah, taskunu fi ardihi wa ta'sihi fawqa ardihi, hivi haumwonei haya Allah unaishi katika ardhi yake na wakati huo huo unamuasi juu ya ardhi yake? Yule bwana sura yake imezidi kusawajika, akasema, hati thalitha, nipe sharti la tatu. Ibrahimu ibn Adham akamwambia, idha aradta an ta'siya Allah fabhath an makani la yaraka Allah fihi, ukitaka kumuasi Allah tafuta eneo ambalo unahakikisha Allah hawezi kukuona. Hilo ukiliweza, piga vitu baba, kula bata bila ya waswasi. Yule bwana akasema, wa kaifa dhalika ya aba Ishaq, vipi linawezekana hilo ewe baba Ishaq? Vipi naweza nikajificha Mola asinione? Pahala gani ambapo nikijificha hata Mola hawezi kuniona? Hili haliwezekani. Wa huwa alladhi ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, ili hali Mola anajua hadi khiana inayofanywa na jicho na anajua yaliyojificha katika nafsi ya mtu. Ibrahimu ibn Adham akamwambia, ya hadha, ikiwa hili unaliona ni zito, basi ala tastahyi an ta'kula min rizqi llahi wa taskuna ardahu thumma ta'sihi wa huwa yaraka. Wewe bwana, kama hili unaliona ni zito, hivi hauoni aibu wewe unakula riziki za Allah, unaishi katika ardhi ya Allah, kisha unamuasi Allah ili hali anakuona kabisa kabisa live bila ya chenga? Yule bwana amezidi kutokwa na jasho zito kabisa, akamwambia, hati rabi'a, nipe sharti la tano ewe mwana wa chuoni Ibrahimu ibn Adham. Ibrahimu ibn Adham anaendelea kumwaga sera, ndugu zangu.
Akasema sharti la nne, ukiliweza ruhusa, endelea na maovu yako na maasi yako, na hautopata madhara yoyote siku ya Kiyama. Akamwambia ni lipi? Akamwambia sharti la nne, idha jaaka malakul mauti liyaqbida ruhaka faqul lahu akhirni ila an atuba ila Allahi taubatan nasuha. Malaika mtoa roho, siku, saa, muda, dakika, sekunde zikitimia, sasa unapaswa uondoke duniani. Akishashuka na wasaidizi wake kutaka kuchukua amana ya Allah, roho yako, dindisha babu, kataa babu, mwambie malakul maut, niache men, niache kidogo, ili niweze kutubia kwa Allah, ili niombe istighfar, ili niweze kurudi kwa Allah. Kipi sasa kilichotokea? Yapi yaliyojiri baada ya kuambiwa kama utaweza sharti la nne, ruhusa, endelea na madhambi yako na maovu yako, na sharti la nne, malakul mauti komando atakaposhuka kutaka kuchukua roho yako, hakikisha hachukui roho yako. Discuss na yeye, mwambie tulia, tulia malakul maut, umekuja, karibu, nipe dakika zangu kadhaa, walau nipate raka mbili, nitubie, nirudi kwa Mola wangu, nimwombe msamaha juu ya makosa yangu mbalimbali, maovu yangu mbalimbali na maasi yangu mbalimbali. Nipe muda niweze kutubia na kurudi kwa Mola wangu mlezi. Kipi sasa alichokisema huyu bwana? Ametamka neno zito sana, akasema wa hal yaqbalu minni wa qad qabada arwah al-anbiya'i qabli. Huyo malakul maut, malaika mtoa roho, anisikilize kweli mimi, anikubalia kweli mimi, eti aniache pause kidogo, eti anipe muda kidogo, wakati huyu bwana anatisha, amechukua roho za manabii na mitume wote. Ataniacha mimi? Atanipa muda mimi? Wewe Ibrahim ibn Adham, mambo gani sasa? Sharti gani sasa hili? Ibrahim ibn Adham akatabasamu, akamwambia ta'lamu anna al-mauta ya'ti baghtatan wa anna malaka al-mauti la yunziru ahada fakayfa tarju wajha al-khalas. Unashangaza sana wewe rafiki yangu, unastajabisha sana wewe ndugu yangu. Unajua fika ya kuwa malakul maut, malaika mtoa roho, siku zote akija anakuja ghafla ghafla bila ya taarifa, na unajua ya kuwa komando yule hayuko tayari amcheleweshe mtu sekunde au amtangulize. Anakwenda kwa mipango yaliyokwenda shule, mipango ya Allah. Yote haya unayajua. Vipi sasa utapata ukombozi ili hali bado umo ndani ya maovu na maasi na madhambi? Yule bwana akaendelea kupagawa na kuchanganyikiwa, akamwambia ya Ibrahimu, ewe mwana wa chuoni Ibrahim, hatil khamisa, pumzi imeshuka kweli kweli, sauti ya chini na huzuni. Anamwambia nipe basi sharti la tano. Maskini wa Mungu alikuwa anadhani ya kuwa masharti haya anayaweza na kwamba ataendelea kula bata milele na milele. Kisha akakutana na vigongo vya mwana wa chuoni Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala. Sikiliza sasa sharti la tano.
hati al-khamisa, nipe sharti la tano. Faqala Ibrahim ibn Adham akasema, idha ja'atka zabaniyatu yawm al-qiyamah, kwa kuwa umeghafilika kweli kweli, umejisahau kweli kweli, unaogelea katika bahari ya madhambi maovu na machafu. Ukifa katika hali hiyo, siku ya hesabu, malaika wa motoni watakapokuja na mnyororo wenye dhiraa 70 wakataka wakufunge, wakuburuze, wakupeleke motoni, fala tadhhab ma'ahum, pambana nao babu, pambana nao babu. Wewe si mtoto wa mjini, wewe si mzee wa kurukaruka, wewe si mzee wa kula bata. Pambana nao, hakikisha hauendi nao motoni. Yule bwana akazidi kuchoka, akamwambia, ya Ibrahim, ewe shekhe wangu, mwalimu wangu Ibrahim, ta'lamu annahum la yad'unani wa la yaqbaluna minni, wewe unajua fika ya kuwa malaika wa motoni wakishaelekezwa, mchukueni fulani, mfungeni mnyororo wenye dhiraa 70, mburuzeni, mpelekeni motoni, hawatomsikiliza mtu tena, hawatonikubalia wala hawatonihurumia, itakuwa imekula kwangu siku hiyo. Ibrahimu ibn Adham akasema, fakaifa tarju najata idhan, ikiwa vyote hivi unavifahamu, vipi basi unataraji kupona siku ya Kiyama? Umejipangaje ili upone, ili uokoke, usiende kuadhibiwa? Yule bwana akatoa sauti ya kilio akasema, hasbi hasbi, yatosha yatosha, bas kwanzia leo nimerudi kwa Allah, astaghfirullah wa atubu ilayhi, namwomba Allah msamaha na natubia kwake, na sitorudi katika dimbwi na madhambi na maasi. Masharti haya matano, kila anayejiona mjanja, mtoto wa mjini, mzee wa raha zangu, niachie nijilie raha zangu, masharti haya matano yanakuhusu. Kama unaweza kuyatekeleza na kuyatimiza, endelea na mambo yako, hakuna tatizo. Nami sasa nasema, vunja jungu, ruhusa kwa masharti matano. Wazee wa kuvunja jungu, tega sikio. Kama umelifurahia hilo kwamba kumbe vunja jungu ni ruhusa, sikiliza masharti matano haya. Vunja jungu ni ruhusa kwa masharti matano, na sitokuwa mbali na mwanachuoni wa Kiislamu huyu. Sharti la kwanza, ukitaka kuvunja jungu, basi hakikisha usile katika riziki za Mola wako. Haiwezekani ukaununua ugomvi maksudi na yeye kisha unakula riziki zake. Ukitaka kuvunja jungu, basi vunja jungu. Ukitaka kuvunja jungu, basi vunja jungu katika ardhi ambayo siyo ardhi ya Allah. Nenda dunia nyingine kama ipo, katafute ardhi nyingine isiyokuwa ya Allah kama ipo. Sharti la tatu, ukitaka kuvunja jungu, hakikisha unakwenda kuvunja jungu katika pahala ambapo hata Mola wako hatokuona. Sharti la nne, ukitaka kuvunja jungu, kwa kuwa kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Siku yako ikifika, ajali yako ikifika, ahadi yako ikifika, kwa
mpange, mtengeneze, mchakachue, mwingize mjini kama utaweza, akupe walau dakika chache tuhutubie. Sharti la 5, ukitaka kuvunja jongo, hakikisha siku ya Kiyama malaika wa motoni watakapokujia kwa minajili ya kutaka kukuburuza na kukufunga katika minyororo yenye dhiraa 70, hakikisha hauendi nao, hakikisha unawatoroka katika ardhi ya Kiyama, alafu unatimua mbio kama utaweza. Bila shaka masharti haya ni magumu sana kwa mtu yoyote mwenye nia na dhamira ya kutaka kumuasi Mola wake Allah jalla fi'ala. Hotuba yangu nataka nihitimishe kama ifuatavyo. Tuna wajinga wengi tu katika dunia hii, na sisemi katika nchi hii, wamedata na wanajizima data. Wao wanauheshimu zaidi mwezi mtukufu wa Ramadhan kuliko mtukufu wa watukufu Mola wetu, muumba wetu na mlezi wetu. Kipindi kama hichi mwenye mwanamke wake ndo wanamaliza wanaita mwisho, alafu mwanamke anapewa likizo ya mwezi mmoja. Hawara kimada, baby, tunajua mwezi wa haki, tutakutana mwezi ukiisha. Hao ndio ambao kwa kuwa Ramadhani wameupokea, mwezi wameupokea kwa maasi, wanaingia ndani ya Ramadhan haitowasaidia chochote, hawatobadilika kwa lolote. 10 la mwisho wanaanza, baby, nina uchu na wewe, baby, nimekumisi, baby, siku sikukuu lazima twende Bagamoyo. Eti Bagamoyo mbali, hamuoni mtu. Yastaghfuna min Allah, yastaghfuna min an-nas, wala yastaghfuna min Allah. Wanawastahi watu, hawamstahi Allah. Wanawaogopa watu, hawamwogopi Allah. Wanaupokea mwezi kwa zinaa na wanausindikiza kwa zinaa, na wanajiona kwamba wana imani. Demu wake kampa likizo, eti hapa anajiona na imani. Imani gani? Unakaa na mwanamke pika pakua kama mkeo, ndoa ya Kiislamu dakika 2 nyingi utaki, na wengine wanaswali sala 5. Kwa taarifa yenu ndugu zangu, dhambi inayoongozwa zama hizi kuasiwa Mola wetu, muumba wetu, mlezi wetu, mtoa riziki zetu ni zina. Wama adraka ma zina, zina mtihani mzito sana. Hata baadhi ya viongozi wa dini wanabugi kweli na kuteleza katika hili. Yani hakuna pahala Ibilisi katupatia kama upande wa wanawake. Yani upande wa wanawake kuna bikra wa kike, zama hizi hakuna bikra wa kiume. Mwanaume ambaye hajaoa, hajawahi kutenda tendo hili chafu, hajawahi kuzini mpaka anaoa, zama hizi ni wachache sana. Wanandoa ndio wamedata na kujizima data. Subhanallah. Yani wanandoa ndio wana matamanio ya nje kuliko matamanio ya ndani. Eti chakula kimoja wanakichoka. Allah alikufungulia milango, ongeza mathna wa pili, wa thulatha wa 3, wa ruba' wa 4. Eti hana uwezo, wakati ana nyumba 2 3 wanazita nyumba ndogo. Mimi naita nyumba kubwa, sio ndogo hizo. Watahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim, mnadhani ya kuwa ni madhambi madogo, wakati mbele ya Allah ni jambo zito sana.
Allah ni mkarimu sana. Wallahi mimi na wewe anatusitiri sana. Siku akiondoa pazia hapa, tutakimbiana sote humu ndani. Kila mmoja ataenda kutubia chumbani kwake na taswalia chumbani kwake, ili Ijumaa tuweze kutazamana. Na laiti manii zinapotoka zingetoka kwa sauti, tungesikia mitaani tu kama risasi na baruti, tungesikia tu humu ndani panaziniwa tayari, tungesikia tu. Lakini kwa sababu katustiri na risasi zetu ni za slow motion, watu wanaendelea na mambo yao tu. Kwa taarifa yenu, zina ni dhambi ya 3 kwa ukubwa. Suratul Furqan aya nambari 68 hadi 69, Allah amekusanya madhambi makuu matatu, akasema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, waja wema wa Allah hawamshirikishi Allah kwa kumwomba Mungu mwingine. Sikiliza dhambi ya pili, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, wala hawaui nafsi ambayo Allah amekataza kuuawa kwake isipokuwa kwa haki. Sikiliza top 3 ya madhambi, wala yaznun, na wala hawazini. Sikiliza adhabu sasa, waman yaf'al dhalika yalqa athama, na mwenye kufanya madhambi haya matatu, yapi? Shirki, kuua, kuzini, hakika amejipatia madhambi mazito sana. Hilo peke yake la wallah, yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Akhira, siku ya kiyama atapewa adhabu maradufu. Wakati wenzake wanaadhibiwa mara moja moja, yeye atapewa adhabu maradufu na atatupwa katika moto wa Jahannam, ili hali yamedhalilika. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala hazini mwenye kuzini pale anapozini hali ya kuwa yeye ni mu'min. Nini maana yake? Ukisha saula babu mbele ya mwanamke wa haramu, ujue na imani umeshajivua. Na hitimisha na pointi 2. Pointi ya kwanza, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipelekwa Isra na Mi'raj. Na Isra, safari ya usiku hapa hapa ardhini, alitolewa Makka akapelekwa Palestine, Baitul Maqdis. Na Mi'raj ni safari ya kutoka chini kwenda juu. Ametoka Palestine mpaka mbingu ya kwanza, vivyo hivyo mbingu hadi mbingu mpaka mbingu ya 7, na amekutana na Mola wake, lakini hajamwona, amesemeshwa tu na kukabidhiwa mzigo wa swala 50. Sitaki kwenda huko. Baada ya kukabidhiwa amana nzito ya swala, Jibril akaambiwa mtembeze Muhammad ajionee baadhi za ishara zao. Laqad raa min ayati rabbihi al-kubra, laqad raa min ayati rabbihi al-kubra. Kuna pahala amepita, anasikia sauti ya wanaume na wanawake wanapiga kelele kwelikweli. Sauti ikawa inamshangaza, changanyiko sauti za kike na kiume. Kisha akafika pahala hapo, akakutana na tanuri ya moto. Chini ni kunene na juu ni kwembamba kama chupa za soda. Mule ndani wamejazwa wanaume na wanawake, wako uchi wa nyama, wamesaula kama walipokuwa wakisauliana duniani. Kisha wanahangaika kulia na kushoto, wanasema tupande juu kidogo, pana nafuu. Kila wakienda pahala katika tanuri, wakatafuta engo au kona, moto wake ni mkali kuliko walipotoka. Akasema subhanallah, Jibril, hawa ni nani? Jibril akamwambia, innahum zunatu wazawani ya Muhammad, hawa ni wazinifu wa kike na wa kiume, na hii ndio advertise yao siku ya Kiyama. Watachanganywa katika tanuri ya moto kwa pamoja,
uchi wa nyama wanachomwa kama mshikaki. Pointi ya mwisho, Al-Imamu Shafi'i anatuambia zina ni deni jamani. Salam kwa wazinifu, salam kwa wazinzi ambao wanapovunja majungu, msidhani ya kuwa wanavunja vikombe vya nyumbani kwao, sahani za nyumbani kwao, sufuria za nyumbani kwao. La wallah, ni wazee wa kula, wakivunja watakula wapi? Vunja jungu kwa lugha fupi sasa hivi ni kula bata, kumuasi Allah, na dhambi ambayo mara 99% wanafanya wavunjaji wa jungu ni zina. Na Mtume Muhammad katuambia miongoni mwa alama za kiyama, zina itafanywa dhahiri shahiri. Al-Imamu Shafi'i anatuambia zina ni deni. Man zana bi1000 dirhami fi baytihi yuzna bighayri dirhami, man zana yuzna bihi walau bijidarihi, law kunta ya hadha labiban fafhami, inna az-zina daynun fa in iqtaradtahu kana al-wafa min ahli baytika fa'lami. Atakayezini kwa pesa, kwa sababu Allah amekupa mshiko, unashawishi na kulaghai na kuharibu mabinti wa watu kwa sababu ya pesa zako. Al-Imamu Shafi'i anasema atakayezini kwa pesa nyumbani kwake kutaziniwa bure, malipo hapa hapa duniani, na atakayezini ataziniwa. Ikiwa wewe kweli ni kichwa genius, mjanja, mtoto wa mjini, hili lifahamu. Hivi ndivyo anavyosema Imam Shafi'i. Kisha akasema hakika ya zina ni deni. Ukizini tu mara moja umekopa, umechukua deni. Deni la zina ni deni la ajabu ndugu zangu. Unakopa wewe, walipaji wako nyumbani kwako, dada zako, binti zako, hata mke wako, kwani baadhi za wake wa watu wanachepuka na kuchiti waume zao. Nini tatizo? Mke analipa madeni ya mume. Waliyadhu billah, wakati mwingine mama yako mdogo, mama yako mkubwa, au hata mama yako mzazi anakusitiri kabisa. Unaona mama mtihani anachukuliwa na vijana wadogo, inakuuma kweli kweli. Nyinyi masharobaro wa nyumba hiyo, kaeni kikao, mujitathmini. Nani kakopa mpaka mama kenda kulipa? Nani kakopa mpaka mke kenda kulipa? Nani kakopa mpaka binti kenda kulipa? Nani kakopa mpaka dada yako kenda kulipa? Na hakuna wakali kama wazinifu. Ole wako akuona umesimama na dada yake, ataua mtu. Kwa hiyo salamu ziwafikie wazinifu popote pale walipo. Zina ni deni, na ukishaichukua kulipi tena wewe, walipaji watatoka nyumbani kwako. Tena Imamu Shafi anasema hata kama ni jeti kali, walau bijidarihi, kuna kidume ataruka ukuta kwenda kufanya mambo yake. Unaweza kushangaa mpaka mlinzi wako, house boy wako wa ndani ndio nakukuruka na mke wako au binti yako, ukaja kujua baadaye naua mtu mimi. Al-Imamu Shafi anakwambia yule kakosea, akafanya dhambi kubwa, zina namba ya 3 kwa ukubwa, lakini jitathmini wewe umekopa mara ngapi? Polisi ya zina ukikopa utalipiwa. Ndugu zangu, tupokee mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa tauba. Ya nafsu tubi fa innal mauta qad hana wa'sil hawa falhawa ma zala fattana. Ewe nafsi tubia, kwani hakika ya umauti umekwisha wadia. Ewe nafsi, ipige vita matamanio yako, iasi matamanio yako, nenda kinyume na matamanio yako, usiendekeze matamanio yako, kwani matamanio hayatoacha kukutia majaribuni na kwenye mtihani. Ad-dunya saa, dunia ndugu zangu sawa na risali moja tu. Ij'alha ta'a, ifanye kuwa ni ta'a ya kumtii Mola wako mlezi.
an-nafsu tamaa, nafsi siku zote ina tamaa, haitosheki. Awidha alqanaa, izoeshe kukinai. Namwomba Allah kwa rahma zake, baraka zake na huruma yake atutakase na madhambi yote madogo kwa makubwa. Namwomba Allah ambaye ametufungulia milango ya toba apokee toba zetu. Allah tusamehe makosa yetu, Allah tufutie madhambi yetu, Allah tupe imani tusikuasi na tuwe wenye kukuridhisha. Allah tunakuomba utufikishe katika mwezi wa Ramadhan salama salmin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ya Rahmanu ya man allama al-Quran ballighna Ramadan واجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم استر علينا، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.